Sana ni njema sana tarehe 2 ya mwezi wa 5 2025. Siku nazo zinazidi kusonga sana mbele rafiki yangu. Mwezi wa 5 huu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mwezi wa 5. Karibu sana msikilizaji, karibu tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Na katika msimu huu tuna mkasa mzuri sana wa ndugu yetu anaitwa Spora. Na mimi niko hapa kukujuza mengi zaidi na nikukaribishe sana. Na zaidi nikukumbushe pale tulipoishia siku ya jana. Jana tuliishia ndugu yetu Spora akitueleza, kikubwa zaidi Spora akitueleza moyo wake umeachilia. Yule mwanaume aliyempenda miaka ya nyuma na yeye kumkataa kwa sababu anamuona ni shoti, lakini sio mwanaume wa type yake na sababu nyingi alizokuwa nazo. Ndiye mwanaume ambaye ameona ndiye yupo kwenye maisha yake. Kila kigeuka anamuona huyo mwanaume. Miaka imesogea. Mwanaume huyu asiyekata tamaa. Rafiki yake na Spora ambaye walisoma naye chuo wako wanawasiliana japo sio watu wa kuonana, ni vile mnazidi kuwasiliana. Na anamwambia bwana, kuna aina ya wanaume wengine ambao wakimpenda mwanamke haijalishi itapita miaka mingapi, lakini ni lazima atimize azma yake. Huenda na wewe kama umeingia kwenye huo mtego. Huyu mwanaume kwa sababu hajawahi kupata nafasi kwenye moyo wako, anaweza akaipata na mwisho wa siku asione maajabu. Watu wengi ukutwa na jambo kama hilo. Na mengine mengi ambayo Spora anaendelea kutujuza katika safari yake ya maisha. Karibu sana msikilizaji, leo natusogee mbele zaidi tusikie hiki. Nini anachomaanisha ndugu yetu anaitwa Spora? Tu anaitwa Spora. Yeye akitueleza haya. Spora anasema nilikuwa na maandalio ya moyo. Na ninajisikia furaha sasa hivi. Niko na mwanaume anayenipenda. Na naweza kusema kwa ukweli toka moyoni. Tangu nimekuwa msichana, nimekuwa na mahusiano, hajawahi kutokea mwanaume mwenye upendo kama Mawazo. Mawazo ndio mwanaume ananipenda. Na nakiri hivyo. Amenipenda hata katika nyakati ambazo sio rahisi mwanaume kukupenda. Kwa mambo niliyomfanyia Mawazo, sio mtu wa kuruhusu mimi tena kuwa kwenye maisha yake. Alishanitendea wema mwingi sana. Alishafanya vitu vya kufanya moyo wangu ufunguke, lakini moyo wangu haukuwahi kufunguka. Lakini shangaa moyo jinsi ulivyo. Sasa hivi ndo nampenda, sasa hivi namuona sio mfupi. Wewe, nilikuwa naona kashoti. Afu kipindi hicho kalikuwa kembamba. Ushaona mwanaume unamuona mfupi afu mwembamba. Sasa hivi kawa yani kanenepa, namuona eti hivi kumbe Mwanzo nilikuwa namtazama eti vibaya. Mbona kama tunataka kulingana? Pesa wewe. Unaweza kuona mwanaume hivyo alivyo, ukasema na masikio makubwa, analipua likubwa, ana mdomo mkubwa, kuna kasoro ambayo unaona inakudisappoint kuwa na yeye huyo mtu. Nakwambia unaiona kwa sababu hana hela. Nakwambia amekuwa smart, mwanaume ananukia, ana maisha. Simuoni tena kama nilivyokuwa namuona, ninamfurahia. Anatueleza haya, anaitwa Spora. Spora anasema sikujua nini hasa ambacho mama yake alikuwa anakimaanisha. Hajamgusa mtoto wangu, yani hivyo, lakini aliniambia mpenzi wangu sijali, mamangu namjua. Amechukia kwa sababu sikumshirikisha. Ameona kama nimemkosea. Nitaweka mambo sawa na kila kitu kitakuwa sawa. Nikaambia sawa. Rafiki yangu alinionya sana na kuniambia mimi sioni kama yana maana hayo. Unaweza ukawa na mwanaume, kwa nini mwende kutambulishana na mnaenda kutambulishana yani kwa nini ambacho kiko mbele yenu? Kwa sababu yeye ni mume wa mtu. Ni mume wa mtu, alafu mwanaume kusema anaenda kumwambia yule mwanamke kwamba wewe anataka kukoa na wewe. Hivi mbona it makes sense? Basi mimi nimetulia hapo. Nikawa tunaendelea na mambo mengine, na mpenzi wangu sio kwamba tuko naye hapa 24 hours, no. Yuko anaenda kwa mke wake. Na kama anavyoniambia mimi kwamba amezidi kujifunza kuishi na mke wake kwa sababu alioa mwanamke ambaye hakuwa ni chaguo la kufurahisha moyo wake.
japo anachojua yule mwanamke anampenda, mwanamke anamthamini, mwanamke yule anamtii na hajawahi kumkosea jambo lolote. Yani hakuna kosa yule mwanamke amewahi kulifanya ambalo naweza nikasema limechangia sijui niwe nilivyo, hapana. Hajawahi kunikosea hata kidogo. Ni mwanamke mwema, anapenda watoto, anapenda familia, ni mwanamke anayejithamini sana. Sasa na mimi ndio mchepuko, sasa niko hapo. Tumekaa siku kadhaa, akaja akaniambia, "Baby, tuna arrange tena safari ya kwenda kwa mama." Nikamwambia lakini mimi naona kama ni mapema sana. Tungejitakiwa tujipe time. Akasema hapana, hatuwezi kujipa time. Wakati ni sasa. Unajua tunaishi sasa. Hatuwezi tukajua ya kesho. Na mimi nataka wewe utambulike kwa familia yangu. Na usiogope. Mimi ndio nimesema. Na nikisema mimi ndivyo ambavyo inakuwa. Nikamwambia sawa. Mimi namsikiliza mwanaume jamani, nifanyaje sasa? Namsikiliza sasa hivi mpenzi wangu. Sitaki mambo ya kupinga pinga, kila kitu unapinga, kila kitu unapinga. Sasa hivi mimi nasema sawa. Sibora anasema ndivyo ilivyokuwa kweli. Siku tukajiandaa, hii ni mara ya pili. Tukaenda moja kwa moja mpaka kwa nyumba ya huyu mama. Ina maana ni mama mkwe, sasa nenda kwa mama mkwe wangu. Tumefika akanipokea. Safari alinipokea kitofauti kidogo. Sio kama mwanzo akiwa ananishangaa kweli kweli. Amenipokea, akatuandalia chakula, akamchukua mtoto wangu, akacheza naye, akafurahi naye, akaniuliza maswali, "Umeanza mahusiano lini na mwanangu?" Nikamwambia mama, ni story ndefu. Yani vile ambavyo tulikutana. Lakini sisi tunapendana miaka mingi. Akaniambia, "Lakini mwanangu aliwahi kuniambia kuhusu wewe. Ulishawahi kukataa na mpaka kukutana na mwanamke mwingine. Kwa nini leo umerudi kwenye maisha ya mwanangu? Unataka nini?" Nikamwambia mama, unajua hakuna mtu anayejua hatima. Hata mimi pia sikuwa najua hatima yangu. Mungu pekee ndiye anajua hatima. Sasa hivi napata ufahamu na kujua hatima yangu mimi niishi maisha yangu yote na mawazo. Na sio kwamba mama sikuwa nampenda mawazo. No. Kuna vitu tu vilisababisha mimi nisiwe na mawazo. Akaniambia najua. Nyakati zile za alizokuwa anakaa sio nyakati za sasa hivi. Mawazo wa miaka ile sio mawazo wa sasa. Huyu ni mtu ambaye amejijenga sasa hivi. Kwa hiyo lazima kila mwanamke avutiwe naye. Nikamwambia hapana mama, huku akiwa ananitazama huyu mama. Akaniambia kondo umeona umbambikizie na mtoto. Huyu mama mko unajua. Yaani ananitolea macho hapo. Kwa umeona umbambikize na mtoto? Unatumia udhaifu wa upendo wake kwako. Unatumia kama fimbo. Baba huyu mtoto yuko wapi? Nikanyamaza. Tunaulizana hapa sisi wote ni watu wazima. Nachojua wewe ni mtu mzima. Hivi uone kama wewe na mawazo hamuendani? Yaani hamuendani. Hivi mkisimama hata hapo mnaendana kwa kipi? Mawazo mwanamke mzuri akisimama hapo anaendana. Wewe ni mkubwa kwa mawazo. Wewe si ni mtu mzima. Hivyo ulishawahi kuambiwa makavu na mtu? Yaani makavu yale yani. Nikanyamaza. Akaniambia nikwambie. Kilichokuleta nitakijua. Na nitadili na wewe. Wewe si unajua kuteka moyo wa kijana wangu na unataka kuvuruga ndoa yake? Yule mwanamke namjua hawezi kupambana kwa sababu ni mpole. Mimi nitapambana na wewe. Nitapambana na wewe. Si unamfanya mwanangu awe kichaa kwako? Nitadili na wewe. Halafu tuone mwisho tutafika wapi. Mkwala wa maana. Mama mkwe yani ananiambia live hivi tunatazamana. Huko ukambeba mtoto wangu hapo ananiambia, "Baba mtoto yuko wapi? Unambambikizia mwanangu mtoto?" Yani tulikuwa tumebaki mimi na huyo mama. Mwanae alikuwa ametoka labda atupe nafasi tuongee, unajua mtu na mkwe wake waongee. Yani nilibadilika hadi uso. Nilibadilika nakwambia. Yani unajua mtu anakuambia maneno yani yanaumiza moyo. Nikatulia
mpenzi wangu alipokuja akaniambia najua mtakuwa na muda mzuri sana hata wa kutembeleana. Nimeshamwambia Sipora hapa ni nyumbani. Yani akiwa umetoka wapi apite hapa nyumbani, na ukifika hapa mama chochote utakachotaka atakupikia. Mamangu ni mpishi mzuri. Fika mwambie mama nataka leo nile ugali na kitu fulani atakupikia. Si ndio? Basi mimi niko asante. Nashukuru. Natamani hapa tuondoke. Lakini nikazuga mama kwanza akigeuka akinikata hilo jicho. Siwezi kutaja tu kabila la hawa watu, maana sio vizuri kutaja makabila ya watu. Yani umama kwanza alivopanda la jitu, yani akinikata jicho, na alikuwa ni mweusi umama, akinikata jicho nikasema nimepatikana. Tukaondoka pale na kumbele mama anaagaba, jamani karibu sana mwanangu, karibu sana mwanangu. Tumeondoka pale kwenye gari, nimetulia tu kimya. Mbona umekuwa mpole? Niambie safari yetu. Nikaambia imekuwa nzuri. Imekuwa nzuri kwa kweli. Umefurahi kumuona mamangu sasa kwa mara nyingine? Mamangu ni mchangamfu sana. Nikaambia kwa kweli mama ni mchangamfu sana. Umependa? Nikaambia kwa kweli nimependa. Kila kitu nimependa. Sipora anasema basi tulifika moja kwa moja nyumbani na tukakaa, na baadaye yule mwanaume akarudi kwa familia yake. Nilikumbuka ule muda yule mama alipokuwa ananiambia, najua bimkubwa yule ni mpole sana, hana mambo ya kupambana, ila yeye atapambana na mimi. Ina maana mama mkwe hajanikubali. Mtoto wake vyote alivyomueleza hajanikubali. Na mimi nilimuuliza huyu baba, umemueleza nini mama wako? Akasema siwezi kumueleza mara nyingi zaidi kwa sababu anajua nina mwanamke ambaye nampenda. Na nimemwambia mama, mwanamke ambaye nampenda sasa nikuone kwenye maisha yangu. Na mama anapenda kuniona mimi nikiwa na furaha. Unajua mama ndo msiri wangu, ndo kila kitu. Lakini nikwambie siwezi kuendelea kuficha upendo kwako. Nimeplan kumwambia pia mke wangu. Nikamwambia hapana. Akaniambia hivi ndivyo atakavyofanya. Na naamini atanielewa. Na hana shida, atanielewa. Na nitawakutanisha na mtakuwa marafiki wazuri. Jamani, hivi huyu Mawazo huyu ni mtu anatoka nchi gani? Kwa hiyo anikutanishe hapo na huyu awe rafiki yangu. Ananiambia ni mwanamke ambaye ana shida, ni mpole, ni mnyenyekevu, ananisikiliza sana mimi. Nikasema haya. Sipora anasema hii ni safari yangu ya maisha. Mimi Sipora ndio niko na mtoto wangu, mtoto ambaye naendelea kumlea, na Mawazo akiwa ni baba wa mtoto, yani anamlea na amemchukua huyo mtoto kama mtoto wake kabisa. Na sio tu kwa maneno, kwa vitendo pia. Na mtoto wangu anampenda Mawazo sana sana, na anamuita baba. Sipora anasema basi nikawa nimetulia, lakini nilizidi kuyatafakari maneno ambayo aliniambia yule mama mkwe. Na sina mtu naweza nikazungumza naye kuhusu historia yangu mimi pamoja na Mawazo. Ninaye mtu ambaye naweza tukazungumza naye, na yuko mbali kabisa, na ni mtu ambaye sio kwamba anajua watu wangu. No, ni mtu tulisomaga naye chuo, na yeye ana maisha yake na familia yake, yani sijamuona miaka mingi. Nikamueleza. Maana nilimwambia huyu mwanaume nataka tena twende. Kwa nikamwambia tulivyoenda na mkwara wa huyu mama. Akasema usiniambie. Nikaambia nimepigwa mkwara wewe. Hata sielewi. Akasema kuna mama mkwe wengine hapo mtoto ana roho unajua. Nikaambia nisielewi. Kiukweli sasa hivi mimi naona siwezi kuhangaika tena na mambo ya wanaume. Nawaza hapa, Mawazo hapa nijengee tu nyumba, anifanyie tu vitu, nafikiri anifungulie biashara, hebu nijisimamie mwenyewe na kazi inafanya nione mambo yangu yatakwendaje. Maana hao watu hawa sisi tukazidi kugombana nao. Mimi sitaki kujihusisha kabisa. Najitahidi kumwambia Mawazo, lakini Mawazo yeye anataka ni introduce kwa familia. Anataka na mimi niwe mwanamke ambaye naweza nikapata haki kwake. Yaani kwa kutambulika kwa familia, na hata kesho na kesho kutwa jambo lolote likitokea familia na initambue.
Rafiki yangu akasema, hivi unajua mawazo ni mwanaume wa ajabu sana. Kupenda gani huko jamani? Katika wanaume 1000 wanaweza wakawa hao wanaume 2 jamani. Mbona hivyo? Yani ndio hivyo. Mwenyewe anasema yani angeneoa mimi haya mambo yote yasingetokea. Kama ningefungua moyo wangu kipindi kile haya mambo yote yasingetokea. Lakini kwa sababu nilifunga mlango na nikawa sikuwaza kama kuna siku moja kweli atanifaa huyu mwanaume nyie. Ningejua ningekuwa na macho ya kuona ningeona. Na mimi kipindi hicho ndio najiona bado niko kwenye soko. Yani naona yani na watu wanaonifuata ni wengi wa hadhi. Huyu shoti naona wa kazi gani? Hani sielewi. Rafiki yangu akaniambia mimi naona hayo ni mambo ya msingi. Unajua waume za watu unapodate nao, weta msingi, fanya maendeleo yako, fanya mambo yako. Kwa sababu uwezekano wa kusema kumnyang'anya huyo mke, kumnyang'anya huyo mume wa kwako ni mdogo sana. Lakini mtumie mume wa mtu kwa sababu ya benefiti zako, ni ushauri nakupa. Akujengee, akufanyie maendeleo ya kukufaa wewe na mtoto wako, basi siku anarudi kwa mke wake anataka siku kurudi aende na amani ya Bwana, wewe utaendelea na maisha yako. Nikamwambia kweli, mawazo mazuri. Tukazungumza hivyo na kweli mimi nilizungumza na Mawazo. Nikamwambia Mawazo, ni kweli naishi kwenye nyumba nzuri, ni kweli napata kila kitu. Akaniambia wala leo usijali, najua una vitu vingi unavifikiria. Ukiwa na mtoto, maisha mazuri ni kuishi kwenye nyumba yako mwenyewe, sio kwenye nyumba za kupanga. Na kadri siku zinazidi kusogea, ina maana mtoto anapozidi kuwa mkubwa, mahitaji yanazidi kuwa makubwa. Alikuwa yuko nyumbani lakini anaanza masomo. Na ili umpeleke shule nzuri, ina maana itahitajika ada kubwa. Kwa hiyo kama unaishi kwenye nyumba kupanga na hapo pia unamsomesha mtoto kwenye shule za gharama, ni dhahiri kwamba unaweza kutumia miaka mingi kwa ajili ya kumsomesha mtoto na sio kujenga makazi ambayo yanaweza yakawa salama kwako na mtoto wako. Kuna jua hivyo ni vipaumbele vikubwa sana kwako, na niko hapa kwa ajili yako na kila kitu kitakuwa sawa. Yani hivi unaelewa, mwanaume unaanza tu kuongea yani ana ufafanuzi wa jambo alafu yuko tayari kwa ajili ya kutekeleza. Yani kuuliza rafiki yangu ambao una date na mume wa mtu. Uko una date na mume wa mtu, ukimweleza ile wazo anakuambiaje? Kwanza tu ukimwambia habari kuna kiwanja kimepatikana huko, si unamwona jana badilika sura. Yeye anataka nyinyi muenjoy tu mle bata. Ukimwambia habari kwamba kuna biashara huko naona inatakiwa milioni 15, 20, 30, 50, unamuonaje? Ni wachache ambao wana mioyo yao mizuri. Ndio anaweza akasema mimi niko na huyu mtu, natakiwa nimfanyie 1 2 3. Hata kama siku tunaachana, iwepo alama kwenye maisha yake kwamba kuna mtu alikuwa ananipenda, amenifanyia 1 2 3. Lakini kimjini au waume zote wanafanya hayo. Mwisho wa siku binti unatumika tena zaidi, utazalishwa na utaachwa. Spora anasema kwa hiyo mimi, yani huyu ana mipango mizuri na mimi. Sawa. Sasa mama mkwe alikuwa amechukua namba yangu. Yani mama mkwe ana namba yangu. Siku zilivyokuwa zinasogea, yani siku sasa zinaenda, inaonekana huyu mume wangu alimwambia mama mkwe kwamba yule bi mkubwa, nimejenga nyumba na kuna nyumba nyingine hizi zinapangisha, lakini Spora anaishi kwa nyumba ya kupanga. Kwa hiyo nataka nini? Kumjengea nyumba. Yani nahisi mazungumzo ya hivyo kwa sababu mama alinipigia simu. Nikapokea. Na namba yake nilishapewa na mume wangu, yani lakini sikuwahi kumpigia. Napata nguvu wapi ya kumpigia mama mkwe alivyonichamba vile? Kama mimi kwanza ni mtu mzima, nimemzidi mtoto wake umri, ninataka nini? Nikapokea, shikamoo mama, nzuri za kwako? Nikaambia nzuri mama. Haya mwanao wa jambo? Nikaambia mama jambo anaendelea vizuri. Na kazi zako? Nikaambia kazi pia zinaendelea vizuri. Akaniambia ndio nasikia unataka maeneo, akinitajia maeneo ambayo mimi nilikuwa nimependekeza hata nikipata eneo huko mpenzi wangu nikajengiwa kule, yani ukinijengea yale maeneo itakuwa rafiki kwa sababu sio nje ya mji. Na uwezo wa mwanaume kunifanya hivyo anao. Sasa mtu amekwambia wapi utakuwa uko comfortable, mimi nianze kutaja, nitaje wapi? Nitaje Kibaha au nitaje huko Vikindo? Akati mimi nafanya kazi mjini hapa. Jamani, nitataja huko maili 1. Sina saja na mimi maeneo jamani, hapa pasiwe mbali kama kiwanja kitapatikana Goba.
basi Goba haitakuwa mbali na kwenda mjini na kufanyia kazi. Au kama jamani kiwanja kikipatikana Mikocheni B, kikipatikana Mbezi Beach, ni shida gani? Kwa mimi nikawa nimetaja hilo eneo. Huyu mama sasa mwenye uchungu na pesa za mwanae akaniambia, kwa hiyo kumbe ndivyo hivyo ulivyokuwa unavitaka na ndio maana ukaja kwa mwanangu. Ndio hivyo ulivyokuwa unavitaka ndio maana ukaja kwa mwanangu. Yaani wewe unataka nyumba kujengewa, alafu unataja na maeneo. Unajua gharama za viwanja kwenye yale maeneo? Unajua? Unadhani shilingi milioni 20 viwanja kula? Mama mko ananiambia, hivi mbona una huruma, una roho mbaya? Asa mimi na roho mbaya vipi? Sisi wapenda nao tumezungumza, tukiwa kwenye mazungumzo yetu tumekubaliana. Mama mkwe kashirikishwa, na sijui mwanaume jamani anavyopenda kumshirikisha mamake kila kitu, sielewi, sitaki kuingilia. Mama na kijana wake sitaki kuingilia. Lakini huyu mama akishirikishwa, roho inataka kupaa, roho inataka kumtoka. Kwa nini? Kwa nini mimi nitafute maeneo yenye ardhi nijengewe? Kwa nini? Nikamwambia mama, sio kwamba mimi nilikuwa nimependekeza hayo maeneo, ila katika mazungumzo ambayo nilizungumza na mume wangu akasema, kwanza ishia hapo, huyu sio mume wako. Huyu sio mume wako. Unapata wapi nguvu za kwanza kusema huyu ni mume wako? Unazitoa wapi? Nikamwambia mama, mpenzi wangu, tulikuwa tumekubaliana, ni yeye ndo alikuwa ametoa hilo pendekezo, hajatoa yeye, wewe ndio ulisema. Nakwambia huwezi ukamshika mwanangu akili hivyo, huwezi. Na nakwambia najua unamroga kijana wangu, unamroga, na sasa hivi umekuja na target kwa ajili ya kukubadilishia maisha, si ndio? Eti mimi namroga huyu Mawazo, huyu Mawazo mimi namroga? Mimi nimroga? Labda namroga kwa maneno mazuri na kumwambia kwamba nimekukubali kweli na nakupenda, simu nazompigia mimi. Kwa nini mroge kwanza? Mapenzi ya kurogwa yana maana gani? Mbona mimi nilishia kuwapenda watu na hawakurudisha feedback nzuri, nienda kuwaroga kwamba kwa sababu mimi nawapenda nataka na wao wanipende? Mapenzi si hayalazimishwi. Ushawahi kuona wapi kuna mapenzi ya kuroga yanadumu? Haya, yeye ndo ananiambia maneno. Nikamwambia mama, kwa nini unaniambia maneno kama hayo mama? Mimi pamoja na Mawazo tunapendana. Na hayo ni mawazo pia ambao Mawazo yeye aliyasema. Na sijui mama mimi hapa nimekosea nini? Unajua ulichokosea? Hujui ulichokosea, si unajiona hujui ulichokosea. Umembambikizia mwanangu mtoto, lakini sasa hivi unataka kwenda kuishi kwenye eneo ambalo ardhi yake inanunuliwa kwa thamani mpaka milioni mpaka 150. Na hapo bado nyumba haijajengwa. Kwa hiyo umekuja kwa mpango wa kumfilisi huyo mwanaume, si ndio? Jamani, yani mama mkwe hano maneno ananiambia, anakata simu. Basi mimi kabidi tu nitulie. Tulivyokutana na mpenzi wangu, nikamwambia mama alinipigia simu. Alikusalimia? Nikamwambia ndio. Yes, tumekutana naye, tumeongea naye, na nikamwambia mpenzi wangu amekumisi. Na yeye akasema mje lini, na mimi nimewakumbuka. Hivyo unamuona huyo mama? Yaani hivyo sio unamuona huyo mama? Kwa hiyo akiwa na mwanae anaonyesha kama yani anakia kuhusu mimi, lakini vichambo anavyonipa sio vya kawaida. Nikamuuliza mpenzi wangu, ulishia na mama kuhusu kunijengea? Akasema ndio, kwa sababu sio kitu kibaya, ni kitu kizuri. Unajua kuna vitu unatakiwa kuficha, kuna vitu sio vya kuficha, familia inatakiwa ijue. Na ndio maana mimi nataka kila mwanafamilia akujue, si ndio? Na nimemwambia mama, na nimemwambia niko kwenye hatua za mwanzo, na pia hajasita kulibariki ile jambo. Nikamwambia okay, nashukuru sana mpenzi wangu kwa kuliwazia hilo na kwa kulifanyia kazi. Akasema nataka nikujengee nyumba nzuri, nyumba nzuri ambayo ukiwa wewe na mtoto wako na watoto wetu ambao Mungu pia atatubariki wengine, hakika tutakuwa tunaishi maisha ya furaha sana. Nikamwambia asante. Nikamwambia asante pia kwa ajili ya upendo wako kwangu mimi pamoja na mtoto. Hiki ni kitu cha thamani sana. Sijui bila wewe ingekuwaje. Pengine ningekuwa ni mwanamke mwenye stress sana. Lakini umekuja katika nyakati ambazo kweli Mungu amekuleta. Akatabasamu. Akasema mimi Mungu alinileta kwako miaka mingi, ila wewe hukuwa na jicho la kuniona kwamba mimi Mungu amenileta kwako kwa kipindi kile. Lakini sijailaumu na siwezi kukulaumu. Kila kitu Mungu ndo anapanga. Maisha yetu yana hatima, na hii ndo hatima Mungu ambayo ametuandalia mimi na wewe.
Nikamwambia asante. Yani nini nasema sasa mwenzenu zaidi ya kusema tu asante? Sina la kusema. Lakini akaniambia nafikiri kesho nitakuwa na muda wa kuzungumza na mke wangu, kwa sababu nimemwambia tutatoka out na tena kumueleza. Ninamwangalia mwanaume niko sawa, kwa sababu nimemwambia anagoma, mimi nifanyaje sasa? Nifanyaje? Na unajua nikizidi kugoma mtu atasema yani wewe hunisikilizi, una kiburi na nini. Nimemwacha sasa. Nikawa natulia, na maana mimi nitapata feedback atakapoenda kumueleza huyo mwanamke wake kwamba mimi bwana nina yule mwanamke nilikwambiaga, kwa sababu alishawahi kumleta kwangu kuja kunitambulisha. Unakumbuka nilikueleza? Ndio. Haya, anatueleza ndugu yetu rafiki anaitwa Spora. Spora anasema basi na yakumbuka haya katika safari yangu ya maisha, sikumueleza huyu mwanaume maneno ambayo mama ameniambia, nikawa nimenyamaza kimya. Na kweli baada kama ya siku 3 huyu mwanaume akaniambia anataka tuongee. Nikamwambia sawa, na akaniambia kila kitu kiko okay. Nikamwambia kuhusu nini? Akasema nimezungumza na mke mwenzio, nimepata muda wa kuzungumza naye sana, yuko okay. Nikamwambia yuko okay kwa lipi? Akasema yuko okay, yani anajua na amenipa uhuru wa kuwa na wewe pia. Nikamwambia yani mlikuwa mnazungumza mada gani? Yani umemwambiaje mpaka akubali? Akasema sina mengi ya kuzungumza naye, nimezungumza naye tu kwa uzuri, kwa uchache, kwa sababu najua moyo wake, najua ni mwanamke mpole asiyekuwa na shida. Nimemueleza na anajua moyo wa mimi mume wake, amekubali. Nikamwambia kwa hiyo tunafanyaje sasa? Akasema kitu cha kufanya, nataka nikualike nyumbani, na siku hiyo ndio mtaenda kuonana zaidi. Najua ulikuja kwenye harusi, najua siku zile nilikuja kukutambulisha siku kipindi kile, na nilishamueleza najua ukweli ni kitu cha thamani sana. Mimi sijamwambia mke wangu kwa habari ya mwanamke mpya, nimemwambia mke wangu kwa habari ya mwanamke ambaye nilimpenda angali nikiwa bado kijana mdogo. Kwa hiyo hata nilipokutana naye, alipokuwa anaonyesha interest na mimi, nilimueleza ukweli kama mimi naye mwanamke nayempenda sana, ninampenda, nampenda, na naona mimi nitakuwa na furaha nikiwa naye. Lakini nikashia naye changamoto ambazo nakutana nazo kwako, na yeye akaniambia anataka achukue nafasi ili anipe furaha. Na kweli kwa sababu ni mwanamke aninipenda sana, akanithamini, akanitina kuniheshimu. Na kuna muda waga ananiuliza, bado unamkumbuka Spora ambaye alichagua kuendelea na maisha yake? Kwa hiyo kati nazungumza, sio kwamba tunaanza kuzungumza topic mwanzo, tunazungumza kwa sababu anajua. Yani tunazungumza kwa sababu anaelewa. Nikamwambia sawa. Nikamwambia shoga yangu, akaniambia utawekewa sumu mjinga wewe. Hivi unawezaje kwenda kwa mwanamke mwenzio na unakuwa comfortable unaenda kula na chakula? Nikamwambia mwenyewe anavyomuelezea mke wake, unajua mpaka mimi naogopa. Hebu acha hizo habari wewe, usiende huko, usiende. Nikamwambia sasa tamjibuje? Akasema sio habari za utamjibuje, hawezi akakuchukua akakupeleka kwa mwanamke mwenzio kwamba akutambulishe, yani mwende mkatambulishane, alafu anakuambia hamna shida. Sisi mioyo ya wanawake tunaijua sisi wenyewe. Anaweza kumkubalia hivyo mume wake kwa sababu anamheshimu na anamuogopa, lakini ndani ya nafsi yake anavuja damu. Nikamwambia sasa inakuaje? Sasa inakuaje Spora? Achana na hizo habari hizo, achana na hizo habari. Hakuna kitu kama hicho, hakuna mwanamke wa hivyo Spora. Wewe unaweza ukaruhusu kitu kama hicho? Yani mtu ana mchepuko wake afu anamleta mbele yako na wewe unasema haina shida, na nyinyi ndoa yenu ni moja. Ndoa yenu si ni moja? Niko yani. Sasa nifanyaje? Akaniambia utajijua mwenyewe. Mimi nimekushauri, maamuzi ni ya kwako. Basi tukaachana hivyo kuzungumza na rafiki yangu. Na nashiaga naye yeye tu. Unajua Sasa yani mimi mwenyewe nikajifikiria, nikasema lakini hii kitu kiko sawa kweli? Huyu mwanamke Lakini mpaka siku inafika ambayo mwanaume ndo alikuwa amearrange kunichukua kunipeleka mimi na mtoto wangu. Unajua sikuwa na namna nyingine ya kukataa.
Nilikubali, tukapanda kwenye gari na moja kwa moja tukaenda kwenye nyumba ambayo anaishi kwenye nyumba ambayo anaishi huyu mwanamke ambaye ndio bi mkubwa. Ni mdogo kiumri, mimi ni mkubwa kwake. Yani mambo ya kushangaza. Yani watu wanatoka nje ya ndoa, wanaenda kutafuta watu portable, wanaenda kutafuta watu wale wa Muslim flat tummy. Mimi sasa nimeletwa hapo. Kwanza ni mtu mzima. Huyu binti yani kwangu ni msichana. Mimi nimemzidi miaka. Kama huyu tu mwanaume, mimi hapa nimemzidi miaka 4. Huyu binti. Lakini ndio hivyo. Nimekaribishwa pale na huyu dada anakuambia alinikaribisha. Tena alinikaribisha kwa kunipa hug. Yani nafika akaniambia, karibu sana Spora, karibu sana za siku nyingi. Akanihag upande wa kushoto, upande wa kulia, nikahagiwa pande zote. Akaniambia karibu sana, akamsalimia mtoto wangu, akasema nimefurahi kuwaona. Dada anatabasamu. Ulisho mtu kukuonyesha tabasamu lakini unaogopa? Nakwambia mimi niko tunajihami hapo, yani najihami. Huyu mwanaume ana furaha, nikakaribishwa, nakwambia nikaketi. Huyu mama yani sasa huyu mke sasa anasema karibuni sana. Anaongea na mwanangu hivyo, anaonyesha kufurahia uwepo wetu mahali hapa. Narejea. Spora anatueleza haya. Spora anasema basi nami nikakaribishwa. Nami nikaketi na mwanamke huyu akiwa mchangamfu. Alituandalia chakula ambacho kilikuwa kwenye hotpot. Tukakaa mimi pamoja na mpenzi wangu, ina maana na mke mwenzangu. Akapakua chakula tukala, lakini akasema yani sasa huyu mwanaume akiwa muda wote tu ana furaha yani. Akasema leo ni siku yangu ya furaha sana kuona tunakula pamoja. Na mimi nikanyamaza. Huyu mke wake akasema, najua leo ni siku yako ya furaha sana. Na unajua ukifurahi na mimi nafurahi. Na mimi chakula ni kizuri pia. Basi na hata mimi nikasema hakika ni chakula kizuri sana. Asante, nimependa sana. Akasema nimekipika mwenyewe. Na hiki ndio chakula ambacho Mawazo pia anakipenda sana. Niliamini kama Mawazo anakipenda chakula hiki, na wewe pia utakuwa unakipenda. Yani akiniambia mimi, akiwa anatazama usoni. Na mimi nikatabasamu. Nikamwambia, nami nakipenda sana. Tumemaliza kula, akatunawisha mikono yeye mwenyewe. Yani kila kitu anafanya yeye mwenyewe huyu mwanamke. Basi tukawa tumebaki mimi pamoja na Mawazo. Akaniambia, mbona huna furaha? Nikamwambia hapana, nina furaha tu, kuna mambo tunawaza. Akasema mambo gani? Nikamwambia kama binadamu tu kuna mambo tunafikiria. Akasema usifikirie kitu chochote kibaya, usiwaze mawazo yote mabaya. Uko hapa, upo kwa mwanamume anayekupenda, na uko kwa rafiki mpya kwako ambaye ni huyu mwanamke, ni mtu mzuri. Nikamwambia sawa, nakuelewa, na atakuwa rafiki yako mzuri. Nikasema nakuelewa. Basi tukakaa hapa na tukapata muda wa kukaa mimi, yeye pamoja na huyu mwanamke. Huyu mwanamke ana watoto, na hapa kunaona kuna watu wengine wanakaa, kwa sababu mtoto wangu alikuja kuchukuliwa na mtu, wakae wakacheze ili tupate muda wa kuzungumza pale pale nyumbani. Na huyu mwanaume alisema na kumwambia mke wake, mke wangu, asante kwa kunipa hii nafasi. Najua sio rahisi, lakini kwako imekuwa rahisi kwa sababu ya upendo wako. Na huyu mwanaume akamwambia huyu mama, yani huyu mke, sasa najua Spora umekuwa ukisikia kumhusu, sasa hivi amenenepa, amekuwa mkubwa, lakini ni mtu mzuri, ni mtu mwema sana. Na huyu mama akasema, najua, nami nimefurahi sana kukuona. Unajua leo ndio tunapata nafasi hata ya kuweza kuzungumza machache.
ila nimekuwa nikisikia habari zako nyingi sana kutoka kwa mume wangu. Karibu sana, na natamani siku moja nipafahamu unapokaa. Basi nikamwambia asante. Huyu mwanaume akasema nitaomba mbadilishane mawasiliano, muwe mnawasiliana, sisi sote sasa ni familia, si ndio mke wangu? Akamwambia bibi mkubwa. Akasema ni sawa kabisa mke wangu, kama ni sawa kabisa mume wangu kama ulivyosema, na unanijua kila kitu kiko sawa. Mimi akaniuliza si ni sawa? Nikamwambia ndio, ni sawa kabisa, kila kitu kiko sawa. Sasa mimi sijui mama anawaza nini kichwani mwake, yani huyu bibi mkubwa sijui anawaza nini, lakini mimi nahisia huyu mama anawaza ubaya. Anampenda huyu mwanaume, anamsikiliza kwa kila kitu, amekubali ni kwa sababu huyo mwanaume ametaka. Kwa hiyo analazimisha vitu huyu mwanaume, lakini yeye pengine sio moyo wake unavyotaka. Na hata kama moyo wake unavyotaka, ni mwanamke gani? My dear friend, wewe kuweza? Wewe kuweza? Unaweza wewe? Hebu niambie, unaweza? Huyo mume huyo mmeenda mmefungana ndoa kanisani. Hivyo tu anasema watu wengine wanaruhusiwa kuoa wake wangapi, lakini unakuta mtu roho anataka kumtoka. Anajua kabisa mimi natakiwa niolewe na wenzangu waolewe, lakini unakuta roho inamtoka. Vipi wewe ambaye ndio umehakikishiwa kwamba wewe ni mume wako peke yako? Pagumu hapo. Sio kitu rahisi. Kwa hiyo mimi siamini kama hiki kitu kinatokea real. Naamini kuna uovu humo ndani ya mioyo ya watu, ile imetulia tu. Yani ndicho ambacho naona mimi. Sasa sijui mimi ni mtu mbaya na waza mambo mabaya sijui, lakini sitaki kuamini hicho kitu yani. Lakini nakwambia ndo kama ninavyokuambia, tulipata chakula na muda wa kuondoka huyu mwanamke alinipa chakula. Yani ameweka kwenye kapu, akaweka kile chakula alichokuwa amepika, akatupa ili tukirudi tusihangaike kufanyaje kupika. Na mume wake akamwambia leo sitarudi, nitakuja kesho. Na huyo mwanamke akamwambia sawa mume wangu. Na akaniambia mimi yule mwanamke, basi na mhudumie vizuri, yani kama ni mtekea. Unajua yule ni mume wa mtu. Yani mimi mpaka tunaenda kwenye gari nikasema jamani, huyu dada yuko na akili timamu kweli. Yani mimi nawaza nafsini mwangu hivyo. Na tukaanza safari ya kurudi. Nikamuuliza huyu mwanaume, are you sure kila kitu kiko sawa? Akaniuliza kwa nini unauliza hivyo? Nikamwambia una uhakika huyu mwanamke hiki kilichotokea anatabasamu vile usoni, ile tabasamu linatoka ndani ya moyo wake? Akasema huyu ni mwanamke wa ajabu kwenye maisha yangu, sijakutana naye. Akisema hivyo anamaanisha kuna kitu hapendi, hataki, anakuambia ukweli hapana. Na akisema hivyo huwa anaelewa. Nimekwambia huyu mwanamke aligundua kama mimi niko naye na sina furaha, lakini alijitahidi kunifanya niendelee kuishi naye. Ni mwanamke mwenye moyo wa tofauti sana. Na sio kwamba anafanya hivyo moyo wake una majeraha. No. Yuko sawa. Moyo wa mtu ulivyokichaka. Unajua unaweza ukahisi unamjua mtu, lakini kumbe umjui. Mwisho wa siku atuweke sumu, atuue sisi wote. Akauwe katoto kangu aniue mimi, amuue na yule mwanaume. Yaani nawaza unajua. Nikarudi zangu. Tumekaa pale kweli tukashinda na huyu mwanaume, ina maana tukawa na huyu mwanaume mpaka panapambazuka. Ina maana sasa ni imeshapitishwa kwamba asipokuwepo nyumbani yuko kwangu. Mama mkwe asinitafute baada kama ya siku 2. Mama mkwe sasa, yani mama mkwe ndo mtata. Ananiambia hivi wewe, hivi una akili kweli wewe? Una mwili mkubwa na ni mtu mzima, akili hakuna. Mama mkwe ananiambia, hivi unapata wapi nguvu, ujasiri, kujiamini gani uliko nako? Unabeba katoto kako ambako umezana mwanaume mwingine, umembambikizia mwanangu. Unambeba, unakubali kwenda kwa mke mwenzio eti ukatambulishwe kwamba na wewe ni rasmi, ni mke.
Una akili kweli wewe? Hivi wewe una wazazi kweli wewe? Sasa mambo yanatokea wapi tena ya wazazi? Yaani jamani mama. Nikamwambia mama, nimekosea nini? Anasema si unajiona ulipo mpumbavu, kwa hiyo wewe hujui hapo ulichokosea. Hivi unawezaje kufanya hayo mambo? Kwa nini unatesa moyo wa mwanamke mwenzio? Nikamwambia mama, nani anayeteseka? Ni nani anayeteseka? Akasema kwa hiyo wewe unahisi yule mwanamke yuko sawa? Ungefanywa wewe hivyo. Embo kwa nini usivae viatu vya yule mwanamke? Embo vaa uone. Vaa uone hivyo viatu vya yule mwanamke. Unahisi ni rahisi hivyo? Nikamwambia mama, mimi na mawazo tunapendana sana. Nayo ni mawazo ya mawazo. Sio mawazo yangu mimi. Na mimi ni kwa sababu sipendi kumkwaza mpenzi wangu. Kuna muda inabidi nitie anachokisema. Lakini ungeniuliza mimi, hayo haya kwa matakwa yangu. Na mama, mimi sijamlazimisha mawazo afanye chochote ambacho kinaendelea. Ila yeye ndiye ambaye anapenda na anasema anafanya kwa sababu anataka moyo wake uwe na amani. Kwa hiyo unaweza ukanihukumu unavyoweza kunihukumu, lakini mimi sijakosea chochote. Akasema huna majibu, unajua kujibu si ndio? Akakata simu. Mimi sijamwambia Shoti, yani sijamwambia huyo mawazo kwamba mama yako mimi ananitishia, ananipigia simu za vitisho. Au sijasema unajua. Sasa tulikuwa tumebadilishana namba na yule Shosti. Kwa hiyo zile siku mbili hizo hakuwa amenitafuta. Na mimi nikawa nimeuchuna tu. Akanitumia message. Rafiki yangu, unaendeleaje? Na mimi nikamjibu, naendelea vizuri. Vipi wewe? Akasema na mimi naendelea vizuri. Vipi mtoto? Nikamwambia anaendelea vizuri pia. Akaniambia kila kitu kiko sawa. Nikamwambia ndio kila kitu kiko sawa. Akaniambia haya asante, nikutakie siku njema. Nikamwambia asante. Hivi unajua kuna mtu anaweza akakuonyesha mambo wewe mwenyewe unaogopa. Unajua mimi nikaanza kuogopa. Yaani mimi mwenyewe nikaanza kuogopa. Yaani mwanamke huyu sijajua yani kama ndivyo alivyo nafsini mwake. Mimi sijui kama kuna binadamu wa hivi. Kiukweli mimi siwezi. Sina hiyo roho na siwezi. Nisalimia kwa upendo bila kunioje jambo lolote la kunikwaza. Siku hiyo ikapita, huyu mwanaume akawa ameendelea kunifuatilizia kule eneo na mipango mingine tu inaendelea vizuri kama kawaida, mipango yetu inaendelea. Huyu mwanaume anakuja, akija siku anasema mimi leo niko hapa, anampigia simu yule mwanamke, anaweka loudspeaker, akiweka loudspeaker anaongea naye. Umekula nini? Yule mwanamke anauliza, anamwambia sijala chochote lakini niko hapa kwa Spora. Ananiandalia chakula. Ananipa simu, ananiuliza unamwandalia chakula gani? Namwambia chakula ninachomwandalia. Anasema vizuri. Sasa hapo ili chakula hiki akipende, mwekee na hiki na hiki na hiki. Naambia ndo atakipenda zaidi. Anasema ndio chakula ambacho anakipenda zaidi. Basi najua leo hatarudi kwa sababu ameniambia ratiba. Basi enjoy. Mtoto wa jambo, namwambia mtoto wa jambo. Anasema haya, niwatakie wakati mwema. Namwambia asante, nampa simu, anaongea na mume wake. Haya mume wangu nikutakia usiku mwema. Anasema haya. Huyu mwanaume anamwambia yule mwanamke wake nakupenda, na yule mwanamke anasema nakupenda sana mume wangu. Jamani, hivyo ulishakutana na watu kama hao? Usiogope. Unajua mimi naogopa sasa. Namuuliza, wewe niambie ukweli. Mawazo, unajua niambie ukweli. Unajua sasa hivi nimejikuta naishi under pressure, yani under stress. Kiukweli hiki kinaendelea kwenye maisha yangu, naona kama kinaanza kunikula mwenyewe. Kwa nini? Namwambia, kwa nini mkeo ana roho nzuri hivyo? Ni kweli mkeo anachokionyesha ndicho ni real ndani ya moyo wake? Akasema kwa nini unasema hivyo? Ina maana bado hujaelewa hiki kinachoendelea kwamba ni kitu sawa tu. Nikamwambia hapana. Kwa nini mimi na hofu? Akasema una hofu kuhusu nini? Unahisi kama huyu ni mwanamke ambaye amekubali lakini ndani ya moyo wake ana uchungu, anawaza siku moja kuja kufanya kitu kibaya? Nikamwambia ndio. Ndivyo ilivyo. Hakuna mwanamke wa hivyo duniani. Hayupo. Akasema usiseme hivyo. Hakuna mwanamke kama huyo duniani. Wanawake wa hivi wapo na ndio mke wangu. Mimi nikasema
Hii hapa ngumu kumeza hii. Hii ngumu kumeza. Tunalala, yani mpaka asubuhi, na huyu mwanamke lazima amtumie mume wake message. Na mume wake lazima ampigie simu. Yani kama ambavyo mimi anafanya kwangu, ina maana akienda huko na mimi nikimpigia simu ananipa naongea na huyu mwanamke. Mimi nakwambia mambo ya kushangaza haya. Mume wangu umeamkaje? Niambie, uko salama, uchovu, hivyo yani. Hata najiuliza, huyu mwanamke penye hivi amepanga kuigiza ya maigizo ataigizwa mpaka lini? Yani kama anajibana bana ajifanye kama yeye ni mwema, atajifanya hivyo mpaka lini? Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa anaitwa Spora. Spora anasema hivi ni vitu nimekutana navyo mimi na sasa hivi vinanipa hofu, naamini moyo wa mtu ni kichaka. Siwezi nikajua mtu anawaza nini moyoni mwake kwa mazingira kama haya. Mimi ni mtu ambaye nimevamia ndoa ya mtu na mwanamke kaelezwa na akanipokea. Mama mkwe ndo hajanikubali, anitaki hata kusikia habari zangu. Anasema mimi nimekuja kwenye maisha ya mtoto wake ili kuja kumtumia kwa ajili ya mtoto wake, kwa sababu mtoto wake ana kipato. Na hata anajiuliza anapendewa nini kwa kipi nilichokuwa nacho. Mbona huyu mwanamke ni mzuri? Yani mke wa huyu Mawazo ni mzuri pisi kweli kweli. Mimi kwa uzuri gani nilokuwa nao? Mambo ni mengi.